Yamkini kwenye maisha yako umekuwa ukiota ndoto nyingi sana. Yamkini umekuwa ukiota vitu vingi sana. Lakini leo nitakutajia ndoto kubwa 5 ambazo ndoto hizo ukiziota hautakiwi kumwambia mtu yote yule. Hautakiwi kumwambia mzazi wako, hautakiwi kumwambia mpenzi wako, hautakiwi kumwambia mke wako, hata muda mwingine hautakiwi kuambia hata viongozi wako wa kiroho. Sababu wengi walikuwa hawajui ndoto hizi ambazo tunakwenda kuambia siku ya leo, wakawaambia watu maisha yao yakabadilika, maisha yao yakaribiwa bila hata wenyewe kujua. Na kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakwambia kama umekwisha kumwambia mtu yote ndoto moja kati ya hizi ambazo nitakwambia siku ya leo, ni kitu gani unachotakiwa kufanya ili kuweza kuepuka yale madhara ambayo yanatokana kuambia watu ndoto ambazo hutakiwa kuambia. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Ndoto ya kwanza ambayo utakiwa kumwambia mtu yote yule ni ndoto ya kuota unapoteza kiatu. Ndoto hii inakuwa inamaanisha kwamba kwenye maisha yako kuna nguvu ambayo inapotea kwenye maisha yako, na ndio maana kwenye kile kitabu cha Yoshua anasema mahala popote ambapo utakanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kumiliki na kupatawala. Inamaanisha kwamba nguvu ya kumiliki na kutawala huwa inakaa kwenye miguu ya mtu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa unapoota ndoto hizi hutakiwi kumwambia mtu yote yule. Kwa mfano, kama umeota umepoteza kiatu, inamaanisha kwamba kuna nguvu ya utawala ambayo inakwenda kupotea kwenye maisha yako. Ule uwezo wa kumiliki kwenye biashara ambayo uko nayo, kwenye kazi ambayo uko nayo, kwenye uchumi ambao uko nao, kwenye mahusiano ambao uko nao, ule uwezo unakuwa umepotea kwenye maisha yako muda huo. Sasa hutakiwi kumwambia mtu yote, kwa sababu huwezi kujua ni nani ambaye anakuwazia vitu vibaya. Ni nani ambaye anakufanyia hicho kitu? Ni nani ambaye amekuloga ili kupoteza hiyo mamlaka ambayo uko nayo? Ni nani ambaye ameondoa hiyo mamlaka kwenye maisha yako? Kwa sababu mamlaka haiwezi kupotea hivi hivi kwenye maisha yako. Kuna mtu ambaye ametuma majini, kuna mtu ambaye ametuma mapepo ili kuweza kuondoa hiyo mamlaka kwenye maisha yako. Na uwezo huu unapokuwa umeondoka kwenye maisha ya mtu, huyu mtu anakuwa na struggle sana kwenye maisha. Huyu mtu anakuwa hapigi hatua kwenye maisha yake. Huyu mtu anakuwa hasogei kwenye maisha yake. Wengi wenu ambao mko mahali hapa mnashindwa kabisa kupiga hatua kwenye maisha yenu ni kwa sababu mmeshaota ndoto hizi mnapoteza viatu. Na sio tu hivyo, mlienda kuambia watu wengine kwamba mmeota mnapoteza viatu. Na ndoto ya pili ambayo utakiwa kumwambia mtu yote ni ndoto ya kuota unakimbizwa na wanyama mbalimbali. Wanyama hawa wanaweza kuwa ni nyoka, anaweza kuwa ni mbwa, anaweza kuwa ni mbuzi, ama anaweza kuwa ni kinyonga. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha nini? Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba kwenye maisha yako wewe kuna mashambulizi ambayo yanakufuatia. Kuna mashambulizi ambayo yanakufuata. Kwa mfano, kama moto unafukuzwa na nyoka. Moto unafukuzwa na nyoka inamaanisha kwamba kuna roho ya majini ambayo inatupwa kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako wakati huo kuna majini ambayo yanatupwa. Kwenda siku ya leo nao ulifanya aliendi vizuri ni kwa sababu kuna majini ambayo tayari yamekwisha kutupwa kwenye maisha yako. Wewe una struggle sana kwenye biashara ambayo uko nayo. Wewe una struggle sana kwenye kazi ambazo uko nazo. Hii inaweza kuwa ni sababu ya majini ambayo yamekwisha kutupwa kwenye maisha yako ndio yanayofanya maisha yako yasiweze kwenda vizuri. Ama kuna watu wanaota wanafukuzwa na ng'ombe. Kama unaota unafukuzwa na ng'ombe, inamaanisha kwamba kuna roho za uchawi ama ushirikina ambazo zinakufuatia siku ya leo kwenye maisha yako. Ama kuna watu wengine wanaota kwamba wanafukuzwa na mbwa. Kwa unafukuzwa na mbwa inamaanisha kwamba kuna roho ya uasherati ama uzinzi. Yaani shetani anataka kuharibu maisha yako kupitia roho ya uasherati ama roho ya uzinzi kwenye maisha yako. Sasa kwa nini utakiwa kumwambia mtu ndoto za namna hii za kuota unafukuzwa na wanyama? Ni kwa sababu mashambulizi haya huwezi kujua yanatokea kwa nani. Labda huyo mtu unayemwambia siku ya leo ndio huenda ndio huyo mtu ambaye anajigeuza usiku kwa ng'ombe anafukuza kwenye ndoto. Ndio maana natakiwa uwe na hichi kitabu. Hichi kitabu kinauza tu shilingi 10,000 peke yake. Nimekiandika mwenyewe, kinaitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Hichi kitabu nimeeleza maana ya kuota wanyama zaidi ya 20. Nimeeleza kuota kondoo, kuota mbuzi, kuota siafu, kuota nyuki, kuota unafukuzwa na simba, kuota unafukuzwa na nyuki, kuota unafukuzwa na siafu, kuota unafukuzwa na mapaka katika ndoto. Nimeeleza kwenye hichi kitabu. Na sijaishia tu hapo, bali kwenye hichi kitabu nimeeleza ni namna gani ya kuweza kushindana na hizo ndoto, ni namna gani ya kuweza kuzipinga hizo ndoto. Na ndio maana natakiwa uwe na hichi kitabu. Ni very simple. Kama utahitaji kitabu hichi, utachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini upande wako wa kulia chini ya screen yako. Utakapochukua namba hizo, utatafuta WhatsApp na utatuma message, utaandika nahitaji kitabu. Sisi tutakupa utaratibu wa kufanya malipo, na utakapomaliza kufanya malipo basi tutakutumia kitabu hiki. Na ndoto ya tatu ambayo utakiwa kumwambia mtu yote yule ni ndoto ya kuota meno yako yanang'oka ama meno yako yanadondoka. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba ile nguvu yako katika ulimwengu wa kiroho, ule ubora wa kufanya vitu vizuri unaondoka kwenye maisha yako. Ule ubora wa kufanya vitu kwa usahihi unaondoka kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hizi zinakuwa zinaonyesha kwamba roho yako haina nguvu. Roho yako haina ulinzi, roho yako haiwezi kupambana yenyewe. Ndio maana kuna watu ambao mko mahali hapa, wakati mnaanza kazi zenu, mlikuwa mnafanya kazi vizuri sana, mlikuwa mnafanya kazi bila shida yoyote, na utendaji wenu wa kazi mabosi walikuwa wanawasifia, mabosi walikuwa wanafurahi pamoja na nyie. Ghafla tu from nowhere, ule utendaji wako wa kazi wa kufanya kazi vizuri ukawa umeondoka. Ule utendaji wako wa kufanya kazi vizuri ukawa umepotea, na ukawa unajiuliza kwamba kwa nini mbona sasa najaribu kufanya kazi kwa ubora zaidi kuliko hata nilivyokuwa nafanya zamani, lakini sipati sifa tena. Watu wamekuwa wananichukia, watu wamekuwa wananiteka bila sababu. Hii ni kwa sababu uliota meno yako yanadondoka. Meno yako yanapodondoka inamaanisha kwamba ule uwezo wako wa kufanya vitu vizuri umekwisha kuondoka. Yale makali yako, ule ufanisi, ile efficiency ya kufanya kazi vizuri imekwisha kuondoka kwenye maisha yako. Sasa kwa nini hutaki kumwambia mtu yote ndoto hizi? Ni kwa sababu huwezi kujua ni nani ambaye anafanya hicho kitu. Ni nani aliyepandikiza hiyo roho kwenye maisha yako ambayo inakufanya kazi zako unazozifanya usizifanye kwa ubora kama ulivyokuwa unafanya mara ya kwanza.
kazi zako ulizokuwa unazifanya usizifanye kwa uzuri kama ulivyokuwa unafanya mara ya kwanza. Huwezi kujua ni nani ambaye amepandikiza roho hiyo, kwa sababu ndoto ya nne ambayo hutakiwi kumwambia mtu yoyote ule ni ndoto ya kuota uko uchi ama haujavaa nguo kabisa. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba kwenye maisha yako kuna aibu ambayo inakuja. Kuna aibu ambayo itakuja kwenye eneo lako la kazi, kwenye eneo lako la mahusiano, kwenye eneo lako la uchumi ama kwenye eneo lako la biashara. Kuna aibu ambayo inakuja, na aibu hii itakapotokea, kila mtu atakudharau, kila mtu atakuona wewe ni kitu cha ajabu, kila mtu hata kuthamini. Kuna jambo ambalo litatokea, na jambo hilo litakapotokea litakufanya wewe image yako iweze kuchafuka. Yaani watu watakudharau, watu hawatakuthamini. Aibu hiyo inaweza kama ni kufumaniwa, aibu hiyo inaweza kama ni kuchafuliwa, aibu hiyo inaweza kama ni kushindwa kufanya mambo ambayo kutafanya watu waweze kudharau, na hivyo itakuletea aibu kwenye maisha yako. Sasa kwa nini hutakiwi kumwambia mtu yote ndoto za namna hii? Ni kwa sababu huwezi kujua hiyo roho ya aibu ni nani ambaye anaitupa kwenye maisha yako. Hiyo roho ya aibu anaweza kama ni yule rafiki yako ambaye unamwambia siku ya leo, ambaye amepanda kwenye maisha yako. Hiyo roho ya aibu inaweza kama imetupwa na mtu ambaye unamwamini sana siku ya leo, na mtu ambaye unamthamini sana siku ya leo. Anaweza kama ni mzazi wako, anaweza kawa ni mchungaji wako, anaweza kawa ni shehe wako, ama anaweza kawa ni rafiki yako karibu. Anaweza kawa ndo mtu ambaye anakuonea wivu labda kutokana na vile ambavyo Mungu anakuinua. Anakuonea wivu kutokana na vile ambavyo upo. Kwa anachokifanya, anatupa roho ya aibu kwenye maisha yako ili uweze kuaibika na watu wasikuthamini kabisa. Na ndoto ya tano ni ndoto ya kuota unaongea na watu waliokufa. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba kuna roho ya mauti ambayo inakufuatilia siku ya leo kwenye maisha yako. Yaani kile kitu ambacho kilimuua huyu mtu ambaye unamuona kwenye ndoto, ndio hicho kitu ambacho kinakwenda kukuua na wewe. Yaani kama huyu mtu alikufa kwa ajali, unajua na wewe ajali inakuinda. Kama huyu mtu alikufa kwa magonjwa, unajua na wewe magonjwa yanakuinda. Kama huyu mtu alikufa kwa chanzo chochote kile, tujue kile ambacho kimemuua huyu marehemu ambaye unamuona kwenye ndoto, hicho kitu nawe kinatafuta maisha yako siku ya leo. Kuna wengine mnaota mnakula na watu waliokufa. Unapoota unakula na watu waliokufa, inamaanisha kwamba wewe unatafuta pesa zako kweli, lakini ile jasho lako haulili wewe peke yako, inakula pamoja na mizimu, yanakula pamoja na mapepo. Uchumi wako ambao unaupata, zile pesa zako ambazo unazipata, sio wewe peke yako ambao unazila, bali kuna roho zingine ambazo zinaingilia hapo katikati na zinazila pesa hizo na zinakula uchumi wako. Sasa kwa nini hutaki kumwambia mtu yote ndoto za namna hii? Ni kwa sababu huwezi kujua hiyo roho ya mauti nani ambaye amerusha kwenye maisha yako. Unapoenda kumwambia ndugu yako, unapokwenda kumwambia mtu kwamba mimi leo nimeota naongea na watu waliokufa, huyu mtu anajua kabisa ule mtego ambao ameupanga kwenye maisha yako tayari umekwisha kufanikiwa. Sasa ninapokwenda kukwambia ni kitu gani cha kufanya, kama umeshawahi kumwambia mtu yote ndoto moja kati ya hizi ambazo nimekwambia siku ya leo, bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Sasa jambo la kwanza utakalolifanya, utafungua kwenye kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 na ule mstari wa 14 inayosema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi machache, utasema Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, ninaomba ukanipiganie siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Yote yule Bwana ambaye anasimama kwenye maisha yangu, yote yule ambaye nimwambia ndoto zangu kwa nia nzuri, lakini yeye ameharibu maisha yangu. Yote yule ambaye nimwambia ndoto zangu kwa namna nzuri, lakini yeye siku ya leo ameharibu maisha yangu. Baba, kuanzia siku ya leo, ninaomba ukanipiganie na kunitetea kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Lakini jambo la pili utakalofanya, utafungua Biblia yako kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 10 na ule mstari wa 4 inayosema maana silaha zetu si za mwili, lakini zina uwezo katika roho hata kuangusha ngome. Kwa utaingia kwenye maombi utasema Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, siku leo ninaangusha kila ngome ya giza ambayo imesimama kwenye maisha yangu kwa ajili ya kuharibu maisha yangu ya ndoto, kwa ajili ya kuharibu zile baraka Bwana ambazo umeziachilia kwenye ndoto, kwa ajili ya kufanya vitu vya ajabu usiku ninapokuwa nimelala. Kuanzia siku leo uwizo nazivunja na kuziharibu kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya mawili ambayo nimekwambia siku ya leo, hata kama kuna ndoto moja kati hizi ambazo nimekutajia siku ya leo na ukazisema, na kuhakikishia yale madhara ambayo kwa natakiwa kupata hayatakupata kabisa. Lakini pia kama una ndoto yoyote ambayo hauijui maana yake, unaweza ukaniandikia pale kwenye comment section nami nitakwambia maana yake mara moja. Lakini pia kuna kitabu hichi kizuri ambacho nimekiandika mwenyewe kinachoitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Kwenye kitabu hichi nimeeleza maana zaidi ya 70 za ndoto, maana zaidi ya 70 za ndoto, namna gani ya kuombea kila ndoto. Lakini pia kuna maombi yatakayokuongoza kuombea kila ndoto ambayo umekwisha kuiota. Lakini sio hivyo tu, kwenye hichi kitabu nimeeleza pia ni namna gani ambayo unaweza kutafsiri ndoto yoyote ile ambayo umekwisha kuiota, yoyote ile, hata kama umeota ndoto gani. Nimeeleza namna gani ya kuweza kuitafsiri na kupata maana yake, na namna gani pia ya kuweza kuiombea. Utakaponunua kitabu hichi kitakusaidia, kwa sababu muda mwingine unaweza kaota ndoto na ukatafuta maana yake huko mtandaoni ukashindwa kuipata, lakini utakapokuwa na kitabu hichi utakuwa unajua maana yake moja kwa moja, utapata maana yake moja kwa moja. Na kitabu hichi kinauzwa shilingi 10,000 tu peke yake za Kitanzania, ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania utapata kitabu hichi. Na kama unahitaji kitabu hichi, basi utachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini upande wako wa kulia chini ya screen yako, na utanitumia message ya WhatsApp, utaandika nahitaji kitabu. Mimi nitakuelekeza namna gani ya kufanya malipo. Utakapofanya malipo, basi nitakutumia kitabu hiki. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya huwa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom.
Peace.